nizungumze nawe. Inua moyo wangu niseme nawe. Tuongee lugha ya mbingu, dunia isisikie. Natamani sana kuzungumza nawe. Inua moyo wangu nizungumze nawe. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana, wana na binti za Mungu duniani kote. Hii ni sauti ya mtumishi wa Mungu, mchungaji Tumaini Kabuje wa kanisa la Uzima na Ushindi lililoko Biharamulo, Kagera, Tanzania. Ninapenda kukukaribisha katika kusikiliza na kusikia jumbe za sauti ya Bwana Yesu Kristo mwenyewe akizungumza na kanisa lake duniani kote kupitia vinywa vya watumishi wake waliopata neema ya kutumiwa kama vyombo tu ili kufikisha jumbe mbalimbali kwa kanisa na jinsi ilipasavyo kanisa la Bwana Yesu Kristo kuenenda katika ulimwengu huu wa sasa. Jumbe hizi ni maalum sana kwa kanisa kulionyesha njia ya utakatifu kama maneno matakatifu yasemavyo katika kitabu cha Waefeso sura ya 5 mstari wa 26 mpaka ule mstari wa 27, pia katika kitabu cha Waebrania sura ya 12 na mstari ule wa 14. Jumbe hizi ni upendo wa Bwana Yesu kwetu kwa jinsi alivyokuwa akijifunua katika ibada zetu zenye nguvu na uwepo wa Mungu na katika chumba cha maombi. Ni ombi langu kuwa Bwana Yesu Kristo kupitia Roho wake Mtakatifu akujalie neema ya kusikiliza, kusikia na kuamini jumbe hizi kwamba zinatoka kwake kwa ajili yako ambaye wewe ndiye kanisa. Kitabu cha Waebrania sura ya 12 mstari ule wa 25, neno la Mungu linasema, angalieni msimkatae yeye anenaye, maana ikiwa hawakuokoka wale waliomkataa yeye aliyewaonya juu ya nchi, zaidi sana hatutaokoka sisi tukijiepusha na yeye atuonyaye kutoka mbinguni. Mungu akubariki sana. Karibu upate kusikia. Amen. Hebu tazama sasa mwanadamu. Vya ulimwengu vyote vitapita, vitaisha, vitakwisha, lakini neno langu liko pale pale, litasimama milele na milele, litadumu vizazi na vizazi, litafundisha vizazi na vizazi, kizazi cha Nuhu na kizazi cha Ibrahimu na kizazi cha Yakobo, litafundisha vizazi vyote, kaine zote litafundisha. Neno langu halitapita wala halitaisha, litasimama milele na milele, litadumu vizazi na hata vizazi. Mwanadamu, hata maneno haya ninenayo katikati yenu hayatapita, yatasimama milele na milele, yatasimama milele na milele. Waweza kusema na nena na kuisha mahali hapa, ipo siku sio izani sauti hizi zitasikika masikioni mwako, zitasikika zikikuelekeza, zikikuongoza na zikikuonya na kukukaripia. Sasa mwanadamu, utajificha wapi? Pengine utakimbia huku na huku ukitamani kujificha katika kichaka. Yo siku nacho kitakukimbia. Utatamani kujizika katika shimo nalo siku hiyo litakukimbia. Hata kuzimu nayo itakukimbia, maana maovu yako yote yatakuwa wazi, nipate kukuhukumu katika haki yangu takatifu. Utatamani kujichimbia katika shimo zizike, lakini ardhi nayo itakukataa. Hata majengo ya majumba yenu ya ulimwengu ni hapa, yatawakataa. Mwanadamu nielewe, yatawakataa.
yatawakataa, 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 yatawakataa. Miaka 7 ya wokovu wangu mimi Mungu, miaka 7 ya uzilisho wangu mimi Mungu, miaka 7 ya kuandaa kanisa langu na kutakasa watakatifu wangu. Oh, wanangu, 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 hebu fanyeni bidii sasa kufua mavazi yenu. Oh, wanangu, 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 oh, fanya hima kutafuta utakaso utokao kwangu, kutafuta utakaso utokao kwangu, kutafuta utakaso utokao kwangu. Wanangu, 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 nijueni zaidi mimi Mungu. Bado mshtaki wenu amefungwa, 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 amefungwa. Mtakapomuona tena kazi zaidi katika ulimwengu, wanangu, 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 jitakaseni sasa, ingali mshtaki wenu amefungwa, ingali mshtaki wenu amefungwa. Anatenda kazi zake kwa uficho. Atakapofunguliwa, wanangu, atatesa ulimwengu, atatesa ulimwengu. Roho ya mnyama itatembea wazi wazi, wazi wazi, wazi wazi, wazi wazi, wazi wazi katika ulimwengu wako. Wanadamu waweza mkaona ni wanadamu, lakini ni mapepo yaliyoko kwa sura ya mwanadamu, yaliyoigoja siku ile yatazilika, siku ya mnyama ikifika kutenda kazi. Oh, shetani ajaye kwa umbo la mwanadamu katika kizazi hiki sasa, wakati atazilika wazi wazi, wazi wazi, wazi wazi, wazi wazi, wazi wazi, atazilika, 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 atazilika makucha yake, atazilika, atangamiza, tangamiza, 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 atangamiza wanadamu wengi, wanadamu wengi, wengi wasiokuwa na hofu yangu mimi Mungu, wengi wasionikiri mimi Mungu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Wengi siku ile watatapatapa huku na huku wakitafuta msaada, lakini hawataona. Wengi watatapatapa huku na huku wakilitafuta neno langu, nao hawataliona. Na wakasota kwa kujiokoa kwa mwanadamu, kwa damu yake mwenyewe, kwa nafsi yake mwenyewe. Mwanadamu, je, utavumilia? Utavumilia? Sasa naja kwako kwa upendo na kwa upendo na kwa upole, nikikufunza neno langu. Hebu tii sasa, ingali ukiwa hai, ingali ukiwa na hai, ingali ukiwa na ufahamu. Wanangu, kuna wakati unakuja, utatafuta neno langu la uzima, hutaliona, hutaliona. Giza la shetani litakuwa limeufunga ulimwengu, kwa limeufunga ulimwengu, litakuwa limeufunga ulimwengu. Oh, shetani atakuwa amefunguliwa, 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 amefunguliwa katika ulimwengu huu, amefunguliwa katika ulimwengu huu. Mtamwona mnyama akitembea wazi wazi, wazi wazi, wazi wazi, wazi wazi, wazi wazi, wazi wazi, wazi
wazi, hapatakuwa kuuza wala kununua, mpaka wale waliona chapa ya yule mnyama. Wiko sikikikikikaka, wiko sakakakakaka, wiko sikikikikikaka. Na kanisa langu watakaoishi kwa imani yangu, watakaovumilia mateso yale, mimi Mungu nitawastahi, 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 nitawastahi. Maana baada ya yale mimi Mungu nitakuja kwa ajili ya amani tena katika ulimwengu. Kukusanya masazo yangu tena 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 tena. Wanangu, 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 wakati utawala wa mnyama, wengi wataitafuta mauti, haitakuwepo. Wengi watatamani wafe, hawatakufa. Mauti nayo itawakimbia, ili neno langu lipate kutimia, ili neno langu lipate kutimia. Mwanadamu, hebu elewa sasa, yote niliyoandika katika kitabu cha uzima lazima yatatimia, yatatimia. Liwe baya liwe jema kwako mwanadamu, litatimia. Liwe baya liwe jema, amini, litatimia. Yote niliyoyatabiri katika kitabu cha maneno yangu matakatifu, niliyoyatabiri kwa nabii Danieli, niliyoyatabiri kwa nabii Yeremia, niliyoyatabiri kwa nabii Elia, yote yatatimia kwa wanadamu, kwa macho wanadamu, yote yatatimia, yatatimia, yatatimia. Hakuna neno litakalosazwa, hata nije mimi mwana wa Adamu kunyakote ule wangu, lazima yote yatakuwa yamezibitika, yamezibitika machoni pa wanadamu, yamezibitika machoni pa wanadamu, yamezibitika machoni pa wanadamu. Na wengi siku ile watayalani matumbo ya mama zao yaliyowazaa, na kuambia kwa nini nilizaliwa. Nilikuleta kwa makusudi tu ili upate kuyatambua haya. Mwanadamu, chagua njia mbili za kupitia. Chagua sasa maisha utakayoyaishi. Utaishi maisha utakatifu au utaishi maisha ya uovu? Chagua mwanadamu, chagua mwanadamu, chagua mwanadamu, chagua mwanadamu, chagua mwanadamu. Utaishi kwa kufuata nia yako mbaya au utaishi kwa kunifuata mimi, Yesu Kristo wa Nazareti? Nipo. Nilivumilia masikitiko yote, niliyachukua pale Golgotha. Nilichukua aibu ya wanadamu, nilichukua masikitiko yenu wanadamu, nilichukua aibu yenu. Nilikubali kuvishwa taji lililoharibika kwa ajili ya nafsi zenu wanadamu. Nilikubali kuvishwa taji la miiba wanangu, kwa ajili yenu wanangu, kwa ajili yenu wanangu. Nilikubali kuvuliwa nguo pasipo aibu wanangu, kwa ajili ya nafsi zenu wanangu. Nilikubali kujishusha kwenu, kujishusha kwenu, kujishusha kwenu, kujishusha kwenu, kujishusha kwenu. Nikaona haitoshi, nikaona nitoe nafsi yangu kwa ajili yenu, 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 kwa ajili yenu. Wengi naponena mambo kama haya wanafikiri ni kama mchezo, ni utani na igiza. Sijaja kuigiza katika ulimwengu huu. Nasema iliyo kweli yangu, nasema ulio kweli yangu, nasema uhalisia wa mwanadamu atakaopitia, wa mwanadamu atakaopitia. Mimi ni Mungu tu, nitabaki kuitwa Jehova ile. Mimi ni Mungu tu, nitabaki kuitwa Jehova Ndisi. Majina yangu yako pale pale, ni jina moja, lakini waweza ukaniita Jehova Shama, ni mimi yule. Waweza ukaniita
Hata Jehova Nisi ni mimi yule, utendaji kazi wangu uko pale pale. Mwanadamu hata libadilisha jina langu, litabaki pale pale, litabaki pale pale, litabaki pale pale, litabaki pale pale, litabaki pale pale. Na wakati ndipo mimi Mungu nitazilisha wale wanaonipenda mimi Mungu, wale wanaonipenda mimi Mungu, wale wanaonipenda mimi Mungu, wale wanaonipenda mimi Mungu. Maana shetani atakuja na hasira zake, atamhoji mmoja baada ya mwingine na kumuuliza, je, wanipenda mimi Mungu? 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 Wanangu, ili neno langu litimie, kubali kuingia katika ufalme wangu ukiwa na jicho moja, ukiwa na mkono moja, ili uone ufalme wangu. Neno langu litatimia. Aheri utoe kiungo chako kimoja kwa ajili yangu mimi Mungu, ili unione mimi Mungu, ili unione mimi Mungu. Maana hayo ni maumivu tu ya ulimwenguni hapa. Wanangu, 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 mimina nafsi yako kwa ajili yangu. Fungua tu, fungua tu moyo wako kwa ajili yangu. Ebu nikabidhi mimi Mungu, 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 nikabidhi, 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 nikabidhi mwanadamu moyo wako, nikabidhi mwanadamu moyo wako, ni ujenge imani yangu mimi Mungu. Atakayevumilia hata mwisho, huyo ndiye atakayeokoka. Huyo ndiye atakayeokoka. Huyo ndiye atakayeokoka. Na huyo ndiye atakayeniona mimi Mungu. Wengi wanasema wananipenda mimi Mungu, lakini wengi wao siku hiyo hawatavumilia. Wengi watakana imani zao, wengi watakana imani zao, wengi watakana imani zao, wengi watakana imani zao, wengi 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 watakana imani zao. Mwanangu, 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 robo tatu za ulimwengu zinatenda kazi na Lucifer. Robo tatu za wanadamu wa ulimwenguni hapa wanatenda kazi na Ibilisi, wanatenda kazi na Ibilisi. Mwanadamu asikudanganye ya kwamba ananikiri mimi Mungu. Je, anafuata katika matakwa yangu mimi Mungu? Je, amelishika neno langu? Je, amejitenga na mambo ya ulimwenguni hapa? Kuingia katika madhabahu zenu na kutoka sio solution ya kuniona mimi Mungu. Wengi wataniabudu katika ulimwengu huu, wengi watajiita ya kwamba ni watumishi wangu, lakini nitawaacha. Sitatoa wanadamu watafuta hekima kwa ulimwengu, sitatoa wanadamu watafuta hekima kwa ulimwengu. Mimi Yesu Kristo wa Nazareti sikutafuta hekima kwa ulimwengu, bali ulimwenguni walinikataa, 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 walinikataa na kunikana, na kunikana, na kunikana, na kunikana. Wewe ni nani atupendwe na ulimwengu katika dunia hii? Mwanadamu itafutaye haki yangu, wengi watakuchukia, wengi watakukataa, wengi hawatakukubali, wengi watasema wewe ni pepo, wewe ni mwongo, wengi kweli yangu wanaibatiliza na kuipa jina la shetani, lakini uongo
uongo. Ndio wanasema ni mimi Mungu. Mimi Mungu stendi kazi na uongo. Nataka nieleweke kwa wanadamu wa ulimwengu. Wengi siku ile ndipo matendo ya wengi yatadhibitika mbele zangu. Wengi siku ile matendo yao ndipo yatapata kudhibitika machoni pangu. Maana hapo sasa weza kuwaita majina kila namna, lakini ipo siku wanangu atajulikana mwana kondoo na mwana mbuzi. Atajulikana siku ile ya fujo. Atajulikana mwana kondoo na mbuzi. Atajulikana mwana kondoo ataenda katika mkono wa 10 na mwana mbuzi ataenda katika mkono wa kushoto, naye ataenda kwa baba yake Shetani muongo. Atahukumiwa. Nitawatupa katika ziwa liwakalo moto. Wanangu, msikiapo jehanamu ipo wanangu, jehanamu ipo, lakini bado sijaweza kuwatupa ulimwengu katika jehanamu ya moto yenye makali. Bado wapo kuzimu kwenye magojeo, wapo kama teule wangu ambapo bado wako paradiso, bado nao hawajaweza kuiona Yerusalemu mpya, bado hawajaweza kuiona. Wapo kwenye magojeo wakisubiri siku ile ya harusi ya mwana kondoo, wakisubiri siku ile ya harusi ya mwana kondoo. Liko sikikikikaka, lipo sikikikikaka, liko sikikikikikaka, lipo sikikikikikaka, likaka, lipo sikikikikikaka, lipo sikikikikikaka, likaka, lipo sikikikikikaka, lipo sikikikikikaka, likaka sikikikikaka, liko saka, liko sikikaka, lipo kosaka, likaka sikikikikaka, lipo kosikikikaka, liko sikikikikikaka, likaka sikikikikaka. Nieleweke kwako mwanadamu, nieleweke kwako mwanadamu, nieleweke kwako mwanadamu, nieleweke kwako na vaumbo la mwanadamu, nipate kukufundisha haya. Tena mimi nakiangalia kilichozalaulika, kisichokuwa na hekima kwa ulimwengu, kilichozalaulika machoni pa wanadamu, nami nipate kukitumia sasa, nipate kukitumia sasa, nipate kukitumia sasa. Mambo haya yatadhibitika siku ile, mambo haya yatadhibitika siku ile. Wengi wanapoteza kondoo zangu, liko sikikikikikaka, lipo kosikikikikikaka. Ole wao wachungaji, ole wao, ole wao, ole wao wachungaji, ole wao wachungaji, potezao kondoo zako, wapoteza kondoo zako, mwanadamu, nije kwako kwa sura hivi upate kunielewa sasa ya kwamba dunia imeharibika. Nije kwako kwa njia kali sasa upate kunisadiki ni mimi Mungu, upate kunisadiki. Nauliza kwako mwanadamu,
nije kwa umbile lipi? Riko sikikikikikaka nivae mnyama na hapo utanikataa. Utasema mnyama huo amepagawa na pepo. Nije kwa njia ipi mwanadamu nipate kueleweka kwako, upate kunikiri mimi Yesu Kristo ninayesema, ambaye sichangamani na wa ulimwengu. Ni mimi, ni Mungu ambaye sichangamani. Mimi ni Mungu nisiyechanganyikana na uovu. Mimi ni Mungu nisiyechanganyikana na uovu. Mimi ni Mungu nisiyechanganyikana na uovu. Mwanadamu, wewe waweza ukawa mashahidi katika macho yako ya mwili. Uingiapo kupika chakula, uwezi ukapika na uchafu. Lazima utachambua. Ukitaji kula chakula kilicho kisafi, utachambua. Makapi yatabaki pembeni. Utakusanya vyakula vilivyo visafi na ndipo upate kuvitumia. Kwa nini usiwe vilivyochanganyikana na uchafu? Mwanadamu, vivyo hivyo sivyotamani kuna vyakula vya ulimwenguni hapa visivyokuwa na uchafu. Hata mimi Mungu sichanganyikani. Tena we mwanadamu, waweza ukajisahau wakati mwingine usisafishe jinsi inavyokupasa. Lakini mimi Mungu ni mtakatifu. Yani mimi Mungu ni mtakatifu. Hata katikati ya vazi lako likuwepo doa, nahitaji ulisafishe iwe rangi moja, design moja. Mimi Yesu ni namba moja, nitabaki kuitwa moja milele na milele. Mimi Mungu ni namba moja, nitabaki kuitwa namba moja milele na milele. Nitatoa walio katika vazi moja takatifu, lisiotiwa na unajisi, lisiotiwa na makunyasi. Hao ndio nitakaokuja kuwavuna. Ulimwengu sasa nielewe. Ulimwengu sasa nieleweni. Ni kweli mtajifariji katika ulimwengu huu, ya kwamba siku ile mtaniona. Hamtaniona katika maovu yenu. Hamtaniona. Mimi ni Mungu ninaendelea nanyi. Niliangikwa pale Golgotha kwa ajili ya nafsi zenu. Nimekuja tena kwa damu yangu ikimwagika pale Golgotha, na kwa alama zangu mikononi na miguuni. Inua moyo wangu nizungumze nawe. Inua moyo wangu niseme nawe. Tuongee lugha ya mbingu, dunia isisikie. Natamani sana kuzungumza nawe. Inua moyo wangu nizungumze